RPC Richard Abwaho. Naam. Habari za asubuhi. Nzuri habari. Nzuri kabisa, tuko na wewe live kupitia Crown FM Dar es Salaam. Mimi naitwa Juma Ayo. Ndio. Yes, na sababu kubwa ya kukupigia hapa ni kwanza kutaka kufahamu RPC, pengine utuambie hali ya usalama hapo Tabora, kwa sababu leo kuna mechi kubwa hapo na imekuwa na purukushani hizi siku 2-3. Hali ikoje ya usalama? Tunatambua kwamba ni mechi ambayo inacheza kwa timu zenye washabiki wengi. Ndio. Ikiwemo Yanga ambayo tunajua ina mashabiki wengi. Lakini watu wa mkoa wa Tabora siku zote wamekuwa wakipenda mpira na ni katika viwanja ambavyo vinakuwa na mashabiki wengi, hilo tunalitambua. Tumefanya vikao takribani 3 kuelekea kwenye mchezo huu, vikihusisha watu wote wanaohusika na swala zima la usalama kwenye mchezo. Vikao vimeenda vizuri, maandalizi kiusalama yako vizuri kwenye eneo la uwanja, kwenye mahoteli ambao tunaamini watu kuanzia jana wamefika kutoka mikoa jirani na maeneo mbalimbali. Ulinzi umeimarishwa na hiyo ina ishara nzuri kwamba mkoa umeamka salama. Hali ya hewa iko vizuri, tunaamini kwamba mchezo utaenda kuchezeka kwa amani na usalama. Niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Tabora na mikoa jirani ambao wamekusudia kuja kuona mchezo, hali ya usalama imeimarishwa na wataangalia mpira kwenye usalama wa kutosha. Na kuna kesi yoyote labda imefika mezani kwako kuelekea mechi, umeipokea? Kwa sasa hakuna kesi yoyote ambayo imefunguliwa labda kwa tuhuma za jinai. Hakuna. Kuna vitu vidogo tu vya kuchunguzwa, lakini hatuna kubwa. Hivyo vidogo vya kuchunguza ni vipi? Tulipokea malalamiko ya mtu mmoja anaitwa Dida akisema amepigiwa simu za vitisho, akitishiwa maisha na watu ambao walikuwa wafahamu, lakini swala hili tunaliweka katika uchunguzi, linachunguzwa ili kujua alitishiwa na nani na kwa makusudio yapi, kama ambavyo ilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni hilo ambalo linafanywa na uchunguzi na polisi pia. Na huyo Dida ni nani kwa uchunguzi wenu, na mnamfahamu yuko hapo Tabora? Yes, na tunamfahamu yuko Tabora. Ni mwanamichezo wa siku nyingi na anafahamika hivyo yani. Sasa kuna swali hapa kutoka kwa jemedari hapa. Yes, mkuu, mimi swali langu ni nataka kujua, umesema kuna vitu vidogo vimeripotiwa kwenu, na moja kati ya vitu hivyo ni huyo mtu ambaye ametishiwa kuuawa. Sio kuuawa ni kitu kidogo? Yani sio kitu kidogo, lakini kwenye mazingira ya kiwana michezo ni vitu ambavyo vinahitaji uchunguzi. Hilo ni jambo moja ambalo limeripotiwa, lakini linahitaji uchunguzi kuona mazingira yake halisi, kwa sababu linahusika na mambo ya mchezo wa mpira. Kwa hiyo sio jambo dogo, lakini kwenye mazingira hili ndio maana nimeanza kulisema na linafanyiwa uchunguzi na mamlaka. Yani wasiwasi wangu ulikuwa pale uliposema katika mambo madogo ukalitaja hilo, kwa sababu mtu anapotishiwa kuuawa ni jambo kubwa kabisa, kwa sababu tunajumuisha uhai wa mtu regardless ni kutoka kwenye mpira au ngoma. Lakini mtu anaposema tutakuua au tutakupoteza, lina namna ya kipekee, na ndio maana tumelibeba kwenye uzito wake na linafanyiwa uchunguzi kama ambavyo nimekuambia. Yes, nataka kujiridhisha tu kujua kama katika mambo madogo ni pamoja na hilo la mtu kutaka kutoa uhai. Ukiona tumelibeba kwenda kwenye uchunguzi, manake tumelibeba kwa uzito wake. Okay. Nashukuru kwa hilo mkuu. Mkuu, sisi tunakushukuru sana na tuna imani mechi itapigwa vizuri, na baada ya hapo usalama pia utakuwa mkubwa wa kutosha kabisa. Mmeshawaandaa vijana hapo? Tumejipanga vizuri kiusalama. Tunashukuru hali ya hewa imekuwa rafiki pia. Hakuna mvua takribani kwa siku 3. Kwa hiyo hata hali ya uwanja iko vizuri kiasi kwamba mchezo utachezwa kwenye hali ya usalama. Okay. Unajua mkuu, samahani kidogo, kuna uwanja wa Ali Hassan Mwinyi umeonekana kuna tatizo kwenye usalama. Kuna wakati watu wanarushiwa mawe. Unajua namna ilivyo jukwaa kuu na majukwaa ya pembeni, kuna mwingiliano mkubwa. Sasa sijui mmefanyaje, maana leo ni mechi kubwa na watu huwa wanakuwa karibu sana. Watu wakishuka, wachezaji wakishuka wanapokwenda
vyumbani. Kuna wakati niwahi kushuhudia waamuzi wanapita pale wanasukwa. Sasa inaweza kutokea jambo lolote, labda mmeandaa mpango tofauti. Ni kweli kuna eneo ambalo linatenganisha ili eneo la VIP. Kulikuwa na vyuma vilikuwa vimeachia ambavyo vilikuwa vinaruhusu muingiliano kuwa mkubwa. Hatua zimechukuliwa kutenganisha lile eneo kwa nyavu ili kuzuia pia watu kuweza kusogea, na kwenye mipango kazi yetu tumehakikisha watu wa usalama watakuwepo kwenye lile eneo ili kuzuia ule muingiliano usiwepo kama ambavyo umesema. Hilo eneo pia tuliliona na hatua zimechukuliwa. Yes, nashukuru kwa hilo, lakini pia unajua kuliwahi kulalamikiwa pia. Nafikiri wachezaji kutoka Msoma msimu wakati timu iko daraja la kwanza, tuliona video picha Mnato watu wakiwa wameumizwa baada ya mpira nafikiri. Na hili sijui kama mtaliweka kwenye tahadhari baada ya mechi ili vitu hivi visije vikarudia. Hilo limeangaliwa pia kwa upande wake. Kuna mpango kazi wa matumizi ya askari ndani na nje ya uwanja kwenye yale maeneo ambayo wanastahili, lakini wenzetu wa stewards wamejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ndani ya uwanja usimamizi unakuwa mzuri, hata kutokuruhusu watu kuingia kwenye sehemu ya kuchezea baada ya mchezo. Tumejitahidi kuchukua tahadhari nyingi. Askari wa Field Force nje ya uwanja watakuwepo hapo kwenye mpango kazi. Parking za magari yametambulika, magari wapi yatapaki, magari ya mashabiki, magari ya viongozi yatapaki eneo gani, na magari mengine. Tumejitahidi kuweka mpango kazi ambao utakuwa rafiki ili kuzingatia hali ya usalama kwa mchezo wa leo. Na huyu Dida amepewa ulinzi. Huyu Dida naye yuko analindwa kwa sababu watu washaweka maisha yake rehani, na tuliona video ya mwanawe akisema hata hatokubali na nini. Na kiwanjani tunajua Dida ni mwanamichezo, atahitaji kwenda kiwanjani, kwa lolote likimkuta itakuwaje? Tunalizingatia kwa sababu ni kama nilivyowaambia kwamba liko chini ya upelelezi, maana yake jeshi la polisi limelibeba kwa uzito wake. Kwa hiyo hili jambo tunalifanyia kazi na linafanywa kazi kwa kasi, si wakati wa kutoa hatua za upelelezi ambazo zimefikiwa mpaka sasa, lakini ni kwamba ni jambo ambalo linaendelea vizuri na tunaamini kwamba hatua stahiki zitakwenda kuchukuliwa. Sisi tukushukuru kwanza, lakini tukutakia majukumu mema. Tunajua una kazi nyingi sana, lakini muda wako umetupa sisi na kutusikiliza. Tunashukuru kwa ushirikiano wako na tunaahidi kukupa ushirikiano pia na wewe, lakini pia usituchoke. Baada ya mechi lazima tutakutafuta tujue hali ilikuwaje, au kama kutatokea kitu chochote utupe ushirikiano uliotupa sasa. Sawa, wakati wote karibuni sana. Haya, asante.